nguvu ya madhabahu kiroho. Tumechambua mambo mengi, asilimia kubwa tumepitia kile kipengele cha madhabahu ni nini, lakini kwa siku kama 2-3 tumepitia mambo mengine ya kujua kuhusu madhabahu. Siwezi kurudia sana kwa sababu pia hata sikusikia kulizungumza kwenye ibada, lakini nijaribu kukumbusha mambo machache tu. Kwenye kujua mambo mengine katika madhabahu, tuliona kwamba madhabahu ni mahali pa ibada na kwa ajili ya utoaji wa sadaka, lakini kwa maelekezo ya Mungu wa hiyo madhabahu. Madhabahu ni mahali pa ibada, lakini pia kwa ajili ya utoaji wa sadaka kwa maelekezo ya huyo Mungu wa hiyo madhabahu. Tuliona mambo machache, na moja tu nikumbushe, tulijaribu kuangalia kwamba Wakristo si tunatamani sana kumwona Mungu katika maombi zaidi au katika maombi tu, lakini upande wa giza wao hawaombi sana, ila wanapanda dau kisadaka na wanatushinda. Tuliangalia kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 3 mstari wa 26-27. Tulimwangalia mfalme yule alipokuwa amepigana vita na Israeli. Alipoona anashindwa vita, akamtoa mtoto wake wa kwanza ambaye alikuwa arithi ufalme, akamtoa sadaka kuteketeza. Pale ambako Israeli walitakiwa washinde vita, ghafla ikageuka wakashindwa kwa sababu ya sadaka. Mapepo yalisaidia vita, wakajikuta ghafla wameshindwa. Lakini jambo la pili ambalo tulitazama kwenye sadaka, tuliangalia sana habari ya watoto wetu. Tunapokuja nao Sunday au tunapotuma Sunday school, tumekuwa tukiwapa fedha zile ndogo kabisa, na mara nyingine sidhani kama inaitwa fedha, inaitwa shilingi. Maana unawapa 100, 200, kizidi 500. Hasa Biblia imesema kwamba mlee mtoto katika njia ifaayo hata isawada atakapokuwa mzee. Kwa hiyo unapompa mtoto shilingi 100 au 200, yani umemjenga hivyo kwamba sadaka ni zile sarafu. Kwa hiyo mara nyingine jitahidi sana, siku nyingine wewe unajua 200 au 100, mpe mtoto ile 10,000 yako, ili naye ajifunze kwamba kumbe sadaka si sarafu tu, sadaka si shilingi tu, sadaka ni fedha halali. Haleluya. Tunawajenga watoto katika hivyo, lakini pia tunajaribu kuwatengeneza katika mazingira ya kesho, lakini pia ili waweze kubarikiwa nao, kwamba kumbe anapoendelea kukua anajifunza kitu, kwamba mahali pengine si fedha tu, lakini unaweza kumpa kitu akajifunza sadaka. Siku nyingine sio fedha, ni kitu. Anaweza kaleta matunda, anaweza kaleta labda vitu vya dukani, anaweza kaleta swift fulani. Kwa hiyo mfundishe mtoto namna hiyo. Hiyo tulijaribu kutazama na tukaona upungufu wake sana hapo, na wala ambao tulikuwepo tuliingia kwenye toba sana pale ambako tunampungukia Mungu kwenye masuala ya sadaka, lakini pia pale ambako yamkini atuwafundishe watoto wetu katika malengo au katika makusudi Mungu aliyokusudia. Siku ya leo nitasema kidogo au kwa uchache, kwa nini watu wengi wanakwamishwa au wanashambuliwa na madhabahu za giza. Kwa nini watu wengi wanakwamishwa au wanashambuliwa na madhabahu za giza? Kile kitabu cha Isaya sura ya 38, Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Isaya 38 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala utapona. Basi Hezekia akajigeuza akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, Bwana, kumbuka haya na kusi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeona machozi yako, tazama nitaziongeza siku zako
kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuri, nami nitaulinda mji huu. Jambo hili liwe ishara kwako itokayo kwa Bwana, ya kuwa Bwana atalitimiza jambo hilo, jambo hili alilolisema. Tazama, nitakirudisha nyuma kivuli madaraja 10 ambayo kilishuka juu ya duara ya Ahazi kwa sababu ya jua. Basi jua likarudi madaraja 10 katika hiyo duara ambao limekusha kushuka. Haleluya. Pointi ya kwanza inasema watu wengi wanashambuliwa au wanakwamishwa na madhabahu za giza kwa sababu ya kutogundua madhabahu za siri za kifamilia. Watu wengi wanakwamishwa na kushambuliwa na madhabahu za giza kwa sababu ya kutokugundua madhabahu za siri za familia, au mapito waliopita wenyewe wakasababisha vikwazo fulani. Sasa wanapoanza kutaka kufanikiwa, wanashangaa ghafla wanakwama. Labda nirudie tena kwa wale ambao wanaandika. Watu wengi wanashambuliwa na kukwamishwa na madhabahu za giza kwa sababu ya kutokugundua madhabahu za siri za familia walizotokea au walizozaliwa, au mara nyingine mapito waliopita wenyewe wakafanya mambo fulani, na yale mambo yakaja kuwa zuio, kikwazo baadaye kwenye maisha yao. Haleluya. Sidhani kama kuna kurudia tena. Tunamwona mfalme Hezekia, na kati ya mtu aliyemtumikia Mungu kwa uaminifu sana na kwa ufanisi sana ni Hezekia. Tusingetegemea kuona kwamba kuna jambo limemkuta na yamkini mahali pengine kama Mungu akaonekana amenyamaza kimya. Ni sawa na wewe tu kwamba inawezekana unajua unajituma, unatoa sadaka, unamwomba Mungu, unafanya mambo mbalimbali, unajitahidi hapa na pale, lakini kuna mambo unashangaa kwamba yasogei kabisa. Na mahali pengine unajitahidi kumwomba Mungu, hata mahali pengine umejitahidi kutafuta kuombewa, lakini bado umekwama, bado umesimama mahali. Unashangaa sana. Hata ile familia nyingine ambayo inakuzunguka wanashangaa, mbona ndo tunakuona sana kwenye mambo ya Mungu. Labda wewe tunaona ndo unajituma sana. Sio ajabu unatoa sadaka, tunaona unatoa sadaka nyingi, lakini yamkini hata unafanya msaada kwa watu. Sio sadaka tu, unafanya msaada kwa watu, ni mtu mwenye huruma na mambo mbalimbali, lakini bado kuna maeneo yako ya maisha yanaonekana yamekwama. Kwa nini unakwama? Ni kweli unajituma kwenye upande wa Mungu, ni kweli unasaidia watu, lakini kuna jambo la siri ambalo hujalifahamu. Kile kitabu cha Yeremia sura ya 6, Yeremia sura ya 6 mstari wa 16 pale. Biblia anasema katika Yeremia 6, anasema basi, anasema Bwana anasema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkauliza habari ya mapito ya zamani. Anasema hii wapi njia hiyo njema? Anasema hii wapi njia iliyo njema, mkaende katika hiyo, nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Katika taabu na mateso wakati wa Yeremia, Mungu alimwambia nabii Yeremia wakatafute mapito yaliyopitwa zamani, aidha yeye mwenyewe au wazazi wake, mambo yaliyofanyika. Sio ajabu uko hapa, uko mjini, lakini kuna mahali ulikabidhiwa na wazazi wako kwa ibada na sadaka kule kwenye kijiji chako au mahali fulani. Hata kama alikuwa mjini mtu amezaliwa, kuna mtu mahali walitumwa kuchukua baadhi ya vitu. Kuna watu ambao walitumwa wakachukua vitovu, kuna watu walitoa nywele za watoto wao, kuna watu walitoa kucha za kwanza za watoto wao, na zile nywele na zile kucha zimeenda kufanywa mahali ibada. Ziko mahali, zingine ziko kwenye shina za migomba, nyingine ziko kwenye mti wa ukoo, zingine zimekaa kwenye chungu mahali. Sasa ile madhabahu iliyoshikilia nywele zako, ile madhabahu ambayo imekamata kitovu chako, ile madhabahu ambayo imekamata nywele za kwanza,
ile madhabahu ndio inaratibisha maisha yako yote. Kila unapotaka kuvuka mahali fulani, unashangaa unavutwa. Lakini kila unapotaka kutoka, kusogea hatua nyingine, kufanya jambo lingine, unashangaa unakwama. Lakini kila unapojitahidi kuhusu jambo la Mungu, unashangaa vita ni kubwa sana. Wako watu ambao kila anapojitahidi kuhusu Mungu, kuna mambo yanatokea. Kuna watu ambao akijitahidi sana kutoa sadaka, ndio vita kule kwake inakuwa kubwa sana. Anashangaa, mbona mimi natoa sadaka? Mbona mimi najitoa kwa Mungu? Lakini vita inakuwa kubwa. Sasa Nabii Yeremia anakuambia, kaulize mapito. Kwa maana nyingine, katafute historia ya kule ulikotoka. Lakini kuna watu ambao kabisa Mungu anawajulisha, ila hawaelewi tu. Kwa sababu kila wakati unajikuta unaota kule ulikotoka. Kila siku unajikuta unaota kule ulikotokea. Aidha kijijini, mahali fulani ulikozaliwaga, kuna kipindi uliishi mahali fulani, lakini kuna kipindi unaota kipindi ulipitia mazingira fulani. Mungu anakuotesha, si shetani anakuotesha. Ni Mungu anakuambia, kama unataka kuvuka aina fulani ya maisha, lazima ushughulikie misingi fulani ya pale ulikozaliwa. Kwa sababu maisha yako ya sasa hayawezi kusonga mbele kama kuna kitu kilichofanyika kule nyuma cha ibada na sadaka kimekukamata na kimekushikilia. Yesu asifiwe. Siku moja wakati niko kwa familia moja, ule baba aliniambia, mtumishi, kuna kitu nimeshangaa sana. Nikamwambia nini? Akasema, kila nikitenga sadaka hasa ya mnyama, nitamtunza vizuri sana. Amezaliwa kwangu, au ni kuku, au ni mbuzi, au chochote kile, lakini ni cha mnyama. Ikikaribia tu napeleka sadaka, kinakufa. Akasema, mimi nashangaa sana. Mbona hiki kitu nimekitenga ni cha Mungu, inakuwaje kinakufa? Na anasema si mara moja wala si mara mbili. Kwa hiyo akaniambia, hili jambo mimi limenitesa muda mrefu. Basi nikamwambia, usiku wa leo hebu tukae kwenye toba. Yamkini Mungu anaweza akafanya au akaeleza kitu. Unajua usiku ule Mungu akaniambia kitu cha ajabu sana. Akaniambia, hawa watu kuna kitu alichokifanya wakati wakiwa wadogo na mdogo wake, nadhani sisi na kaka zake. Kuna utundu fulani walikuwa wanaofanya. Sasa sikumbuki Mungu alivyonieleza, lakini nilimweleza asubuhi. Ndipo akakumbuka tukio fulani ambalo alikuwa analifanya yeye na ndugu zake wa kiume wakiwa wadogo. Anasema walipokuwa wanaenda kuchunga mbuzi za wazazi wao, na mahali pengine hata kwenye makundi ya majirani, kama siku wametaka kwamba wale nyama, walikuwa na mnyonga mbuzi kimya kimya, na hatimaye wanasingizia mbuzi alikufa machungani. Lakini kuna siku kama ikishindikana ya kwao, basi watafanya lolote kwa wajirani. Sasa ndipo Mungu anajaribu kumkumbusha kwamba kama hii mikono ilipitia kanyonga mbuzi tena kwa ukatili, basi hamna jinsi ambavyo unaweza kanitolea sadaka, maana mikono yako ilitengeneza ukatili kwa mnyama. Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu alisema mnyama atachinjwa, si kunyongwa. Sasa walikuwa wananyonga ukatili. Sasa ule ukatili Mungu akaja akazuia, kila anapotaka kutoa sadaka mnyama anakufa. Na alikuwa akumbuki tena ni matukio ya siku nyingi sana wakiwa wadogo wao kama vijana. Sasa siku ile alishangaa sana. Akaniambia, unajua hata nikienda kueleza ndugu zangu watashangaa ile tukio. Kwa maana yake ni mambo ambayo yalikuwa ni asiri kule nyuma kabisa. Ni mambo yaliyofanyika kule nyuma. Lakini jana wakati namhudumia dada mmoja, alikuwa anajieleza ni mtu amekaa zaidi ya miaka 10 kwenye ndoa na hajafanikiwa kupata mtoto. Lakini hatimaye sasa wamefika mahali wanapeana talaka, kuachana. Sasa wakati anajieleza, mimi ananieleza, alafu mimi naona alama nyekundu hapa katikati ya uso wake. Sasa ni ulimwengu wa roho. Unajua kuna makabila fulani, sio ni Wahindi, utakuta ameweka kitu fulani, sasa sio ni pete, sio ni nini hicho, lakini ana alama fulani anawekaga. Sasa nikawa naona ile alama pale. Mimi nikawa najiuliza, sasa mbona huyu ni Mwafrika lakini ana alama fulani hapa? Na hii alama ni ya watu fulani, itakuwaje ile? Kidogo nisite kumueleza, lakini baadaye nikamwambia kile alipokuwa anajieleza alikuwa naona alama fulani. Akaniambia, mtumishi, nimekumbuka. Kuna nyakati nilifanya kazi kwenye hoteli za hao watu
Lakini cha pili, wakati tumetulia tunaanza kutaka kuomba, nikamwambia lakini wakati huo unafanya kazi hapo hotelini, naona ulifanya mahusiano na mtu, naona mahusiano na mtu. Akaniambia ni kweli, pia nilifanya mahusiano na Mtaiwani fulani. Sasa wakati tulipoanza maombi tu, niligusa kidogo tu pale kwenye uso wake na mafuta, akaanza kupiga kelele na kuanza kuzungumza Kihindi sasa. Na wakanisemea mpaka huyo Mungu wao akasema, kila mtu akifanya kwetu sisi huwa tunachukuaga nyota yake na kibali chake tunapeleka kwa Mungu wetu kwa ajili ya mafanikio. Kwa hiyo ndio maana nikasema kuna madhabahu za familia, lakini kuna mapito ya mtu mwenyewe. Kuna kipindi ulipita mahali mwenyewe. Sio ajabu kuna nyakati fulani ulitoa mimba kwa sababu uliona wewe ni mwanafunzi. Itakuwaje wazazi wakielewa hili? Ukatoa mimba kwa siri. Walifahamu hata wachache tu. Lakini kumbuka katika utoaji mimba wanashiriki labda zaidi watu 4. Maana anaweza kashawishi mama, mara nyingi wa baba washirikishwe. Anaweza kashiriki mama, anaweza kashiriki kijana mwenyewe kutoa pesa, aliyefanya hiyo mimba ikawepo, akashiriki binti, anaweza akashiriki daktari, anaweza akashiriki nesi. Hawa wote wameshiriki umwagaji wa damu fulani. Haleluya. Na anaweza akaona ni kawaida tu, maana daktari anaweza akaona mimi nimetoa huduma. Nesi anaweza akaona mimi nimetoa huduma, lakini umeua kwa sababu si kawaida. Ukuambia uzalishe mimba, ulaambia uzalishe watoto, kwa maana yake hii tayari ni kasoro. Utakumbuka, lakini mikono yako imekushamwaga damu. Sasa sikiliza, inawezekana usipate shida, hii shida ikaanzia kwa watoto. Inawezekana usipate shida, hii shida ikaanzia kwa wajukuu zako. Na saa hiyo wajukuu hawajui chochote. Wakati huo watoto wako hawajui historia yote. Na si rahisi na ukakumbuka kwamba kumbe utoaji wa mimba kama daktari kusaidia mtu ni tatizo. Kumbe utoaji wa mimba kama nesi kusaidia mtu kumbe ni tatizo. Ukujua kabisa. Kwa maana gani anasema kwamba watu wanashambuliwa na madhabahu za giza kwa sababu ya madhabahu za siri ambazo hawajazigundua, zinakuwa mlango, zinakuwa njia ya mateso. Haleluya. Wakati tumesoma kitabu cha Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 8, tunamuona Hezekia, mtu aliyejitahidi sana, mtu aliyepambana sana. Ni kati ya mtu aliyeharibu madhabahu za giza sana pale Israeli. Lakini ni mtu aliyetumika kwa uaminifu sana. Na alitegemea mambo mema kwa Mungu. Alitegemea matunda kwa Mungu. Alitegemea majibu mazuri kwa Mungu. Lakini ghafla anashangaa na umwa. Na huu ugonjwa ulionekana kabisa huu si ugonjwa wa kutibika huu. Ule ugonjwa ni ugonjwa wa kufa. Sasa anashangaa. Ndio maana anamwambia Mungu, kumbuka nimeenda kwa ukweli na kwa ukamilifu na kwa uaminifu. Sasa ili ni jibu gani hilo? Kwamba kama nimeenda kwa ukweli, kwa uaminifu, mbona Mungu sasa ni kama naadhibiwa? Kumbe katika mstari wa 8 akujua kwamba liko duara la baba yake. Alipoingia kwenye kiti, alikuta kiti kimesimikwa kwenye madhabahu ya baba yake. Ndio maana anasema kwamba Mungu ilibidi akaliondoa duara la asi. Haleluya. Unakalia kiti. Hata kama mimi hivi ni mtumishi leo, nikibahatika kama mimi ni mzaliwa wa kwanza akafariki baba, alafu nikakabidhiwa nafasi, na ile nafasi ikakabidhiwa kwenye mazingira fulani ya mila bila kujua, pamoja na utumishi wangu lazima itakuwa mateso. Haleluya. Nakumbuka mchungaji mmoja tulienda mahali fulani, tukao tunafundisha, lakini akawa na mtoto ambaye huwa anakaa huko ndani tu. Sijui alikuwa na tatizo gani, lakini rafiki yake mkubwa alikuwa tu ni baba, ila anakaa ndani tu. Sio alikuwa ni zezeta, sio ana upungufu fulani. Baba akiwa anakuja mbali tu, akisikia pikipiki ya baba yake tu kama mita kadhaa, anatoka akikimbia anasema baba huyo. Na hali na mtu mwingine ni baba tu, lakini ana tatizo, atoki ndani, ana shida huko ndani. Sasa tulipokaa kwenye toba sana, Mungu akatuambia jambo la namna hii. Akasema huyu mtu huyu, siku baba yake alifariki, moja ya urithi aliokabidhiwa kwa kule watu wa kaskazini, alikabidhiwa kitu kinaitwa kiondi. Watu wa kaskazini wanafahamu kiondi, vile ambavyo vilikuwa vinatishiwa mbege vile. Sasa anasema mchungaji ni kweli akuendelea kutishia mbege, lakini aliendelea kuosha sui kawa zake, sui aliendelea fanyaje,
Lakini kumbe ule baba yule, kila alipokuwa anaenda kutishia mbege kiondi chake, kila mwaka alikuwa anatolea sadaka ili apate wateja. Si unanielewa? Na huwezi kujua alikuwa anatoa sadaka gani. Alikuwa anatoa sadaka ili apate wateja wa pombe zake. Sasa mchungaji amepokea kiondi, ni kweli anaosafishia kahawa, ni kweli anafanya matumizi mengine, lakini ulimwengu wa roho na madai ya sadaka. Kwenye kiondi, mizimu inadai sadaka, miungu inadai sadaka. Sasa ilipoonekana semeenda muda mrefu, yani ni kama mizimu inasema kwa sababu uelewi, sasa ngoja tumchukue mtoto. Kwa hiyo wakampiga mtoto akakaa ndani. Siku ile tulipogundua hili jambo sasa, tukaingia kwenye toba. Ikafanyika ibada kubatilisha kile kitu ambacho kilikuwa pale. Naye akaona hiki kiondi sikihitaji tena, akakipasua pasua. Kuanzia siku ile mtoto akawa mzimba mpaka kesho. Kwa kuna vitu vya siri vilivyofanyika. Sio ajabu kuna kipindi fulani ilitokea ni mtu anakupenda tu, ni babu, labda ni shangazi, labda ni mjomba. Unajua akakupa tu kama hereni fulani, au akakupa bangili fulani, au akakupa kakitu kama zawadi. Lakini ile sio zawadi. Ile ni kama madhabahu umekabidhiwa. Ile ni nafasi, ile ni cheo. Sio ajabu ile bangili ni bangili ya uchawi. We una habari. Una bangili umeficha ndani hata huvai kwanza, maana hata si wakati huu. Umeweka sandukuni tu, lakini nakushughulikia kwa sababu hii bangili ina mkataba, ina agano na mapepo. Sasa wewe umeficha ndani, ufanyii kazi. Kwa mapepo yanakuadhibu kwa sababu una kitu chao na uendi nacho kama vile ilivyokuwa inatakiwa. Sasa kinaanza kukushughulikia. Yesu asifiwe. Kwa kilichompiga huyu Hezekia si tatizo lake, ni kiti alichokalia. Alipokalia kiti, alikalia na ibada za mtu. Na alipoingia kwenye kile kiti, hakujua jinsi ya kubatilisha kilichokuwa kimetawala pale. Kumbuka huyu Asa alikuwa anatawala kwa msaada wa miungu fulani. Alikuwa anatawala kwa misaada ya mapepo fulani. Kwa hiyo alipoingia yeye Hezekia, alikalia kiti tu, hakufanya lolote. Lakini alipoingia kwenye kiti, akashughulikia sana mapepo, akashughulikia sana nguvu za giza. Kumbe zikawa zinamfuatilia tu. Wakaja wakapata mlango, kumbe huyu mtu anatushughulikia, lakini kuna kitu chetu. Kwa sababu kiti ni chetu, sasa tutampiga kupitia hapo. Yesu asifiwe. Na kila Mungu akijaribu kumsaidia, anakuta kuna haki, wanamuonyesha haki. Si tuna haki Mungu, maana kiti ni chetu. Sawa, Hezekia ni mali yako, lakini kiti ni chetu. Kwa hiyo huwezi ingilia. Haleluya. Lakini jambo la pili, mfano wa pili ni mtu anaitwa Mfalme Asa. Mfalme Asa alitamani sana kumwona Mungu katika uongozi wake na kuharibu baadhi ya madhabahu za giza alizozikuta katika Israeli. Asa, mtu mmoja anaitwa Mfalme Asa. Nyakati wa pili sura ya 15 tunasoma ule mstari wa 8, alafu tutasoma wa 16 na 17. Mfalme Asa alitamani sana ni kama wewe mwenyewe hivi. Leo umetoa sadaka, unatoa kwa ajili ya watoto Ocean Road, umetoa si kwa ajili ya jambo fulani. Kwa ukweli kabisa, unatamani baada ya sadaka hizi zote uone matokeo kwenye maisha yako. Lakini uone matokeo kule kwenye familia yako, uone matokeo kule kazini. Lakini unashangaa, pamoja na sadaka, pamoja na jitihada, pamoja na bidii, ndio unaona watoto wanayumba, ndio unaona ndoa inasumbua, ndio unaona kule kazini upandi cheo, uongezewe mshahara, mara pale nyumbani hapaeleweki, ni magonjwa kila siku. Sasa Mfalme Asa alitamani sana kumuona Mungu. Nyakati wa pili 15:8 anasema, naye Asa alipoyasikia maneno hayo, yaani unabii wa mwana wa Obedi nabii, akatoa nguvu, akayaondolea mbali machukizo yote. Sema akayaondolea mbali machukizo yote katika nchi ya Yuda na Benjamin. Sasa ni sawa kabisa, aliondolea mbali haya yote machache. Aliona yale ya nje tu,
aliona yale ya karibu tu, lakini kuna kitu kilikuwa kimefichika hapo katikati. Biblia inasema wakati Asa anashughulikia makorokoro ya nje, kumbe mama yake alikuwa ni mtu amebeba madhabahu, na mama yake alikuwa ni kati ya mwamuzi wa kiti cha Asa. Asa hawezi fanya chochote bila mama. Na haya mambo mara nyingine yanasumbua sana kwenye ndoa za watu, kwamba mtu aliolewa lakini mawifi, mama mkwe, mashemeji hawakumkubali. Na imekuwa ni vita kila siku kwa maneno, vituko, vitisho kila siku. Si maneno tu, ni kwamba kwa sababu hawakukubali. Ni kweli uko kwenye ndoa lakini wanamtoa mfukoni. Si unanielewa? Wewe ni kweli uko kwenye ndoa lakini wanamtoa mfukoni. Ni kweli ulioa lakini wanamtoa wao mwingine mfukoni. Sasa kama una mtu mfukoni, ndo haya maneno yanaendelea kila siku, ndo hii misuguano, ndo haya maneno, ndo haya mashambulizi, ndo hii hawakukubali, kwa sababu wanajua kabisa huyu si hatukumtaka, bado si tuna wetu mfukoni, bado si tuna wetu kabatini. Kwa maana yake ni kwamba yamkini ni kwamba nyakati mtu anaolewa au alioa, wazazi wa kumuondoa kwenye mioyo yao bado walimshikilia, lakini hawakuridhika na kitendo alichokifanya. Sasa lakini mtu anapoendelea kuolewa au kuoa, naye akupata ufahamu ya kuvunja daraja. Kwa mfano, kijana yote wa kiume nafasi yake asilimia kubwa sana inakamatwa na mama yake. Si unanielewa? Lakini kijana yote wa kike nafsi yake asilimia kubwa sana inakamatwa na baba yake. Na ndio maana unashangaa mabinti asilimia kubwa sana wako karibu na baba zao, lakini watoto wa kiume asilimia kubwa sana wako karibu na mama zao. Si kwamba wanataka. Mungu alifanya hivyo kabisa kibibilia, ili ukikaa naye kwa kirafiki, jambo lolote linalojiri atakwambia, utajua jinsi ya kumshauri, utajua kitu cha kuomba. Kama umekaa naye vizuri atakushirikisha kila kitu, atakwambia kila jambo. Kama hujakaa naye kama kamanda, atakushirikisha, atakwambia kila kitu. Lakini ukikaa naye kama mgambo, atakwambia, ataenda kuambia rafiki na atapotelea kwa rafiki. Lakini ukikaa naye kama rafiki, mama amekaa na vijana wake wa kiume, yuko nao kama rafiki wa karibu, watamwambia kila kitu, naye atajua jinsi ya kuwashauri, naye atajua jinsi ya kuwaombea. Sasa anajua kabisa hii mwanangu anataka kwenda kuingia kwenye hatari, anamshauri lakini anamwombea. Na baba naye anajua kabisa sasa binti yangu anaenda kuingia kwenye hatari, kwa hiyo anamshauri na anamwombea. Yesu asifiwe. Kwa hiyo hasa alipotawala kwenye kiti pale cha kifalme, nguvu kubwa ambayo ilikuwa inamiliki kile kiti ni nguvu ya mama yake, si nguvu yake. Maana mama alikuwa na sanamu zake, na mama alikuwa na Mungu wake, na mama alikuwa na madhabahu yake. Hasa hakuwa na chochote. Hasa alikuwa kawaida tu, lakini mama alikuwa na Mungu wake. Kwa hiyo pamoja na ameshughulikia baadhi ya vitu, lakini kuna madhabahu ndani ya mama yake. Unajua ni vigumu sana kumfahamu mama yako ni mchawi. Si kweli? Hususan sisi vijana wa kiume. Lakini ni vigumu sana kumfahamu baba ni mchawi. Maana uchawi mwingine hata uonyeshi ni mtu huko tu, lakini ni mchawi, ila anamiliki maisha ya watu. Nakumbuka dada mmoja siku alikuja kwangu, hapo ameshafiwa na mume wake baada ya kuzaa mtoto mmoja tu, na mume alikufa mtoto akiwa mchanga. Wakati naongea naye nikamwambia, mimi naona siku uliolewa baba yako hakukubali kabisa. Akaniambia mtumishi ni mchawi, kwa sababu siku niliolewa, siku sendefu yangu, mama na baba yangu walikuwa wanalia kama watoto wachanga. Yaani mimi huku sheria ya sendefu inaendelea, baba na mama wanalia. Kwa maana hii huku sasa wanakabidhi binti, lakini kwa machozi. Ndio kitendo cha kuja kufa mume mapema tu. Maana walimkabidhi kwa machozi, maana yake ni kama wamefanya, wametoa lakini bila kutaka. Ile bila kutaka basi kaje kaondoa mtu. Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukisoma Nyakati wa Pili 15:16 unaona hapo. Hasa akaja akagundua pamoja na kushughulikia vya nje, lakini kuna daraja la mama. Sema daraja la mama.
Mlango wa mama unatumika kupitisha vitu. Mlango wa mama kuna vitu unavibreak. Mama alikuwa anafahamu kijana yake ana hela, amesoma, sio ana nini. Sasa kwa hiyo anatamani kijana kila mwisho wa mwezi alete vitu. Akugundua kwamba kijana sasa ameoa, anataka wajibike na maisha yake. Bado anataka vitu. Anataka kijana alete sukari, alete vitu. Hasa asipoleta ni mgongano. Na ndio maana kuna migongano mikubwa sana kati ya wale ambao wameolewa na wamama wako zao na mawifi zao. Mtu mmoja alisema ukishinda mashetani watatu duniani utakuwa unaishi vizuri. Siwezi kuwataja au na mwenyewe unajua. Lakini anasema ya kwamba yani mama mmoja kule Geita alitufundisha jambo. Akasema siku kijana yake anaoa, anamkumbatia, anamwambia mwanangu, nimekulea mpaka hapa, lakini siku ya leo najitoa kwako na kukabidhi kwa huyu hapa. Hii ilikuwa ni hekima kubwa sana. Wewe ulifanya hivyo kwa mtoto wako? Au unamngangania? Na ukipiga simu unataka afanye unachotaka, na familia saa hizi mama. Kwa maana yake muache tu. Siku akipenda atafanya. Yesu asifiwe. Lakini ukitaka afanye, muombe basi. Ili milango yake ifungusilie tu pale nyumbani. Ujana wenu na mume wako mlifanya nini? Yesu asifiwe. Kwa maana yake anasema mbali ya kupambana na mapepo na mashetani, lakini kumbe hasa akaja akagundua kuna madhabahu kubwa ndani ya mama. Ufalme wake hauwezi kusogea bila mama. Kuna vitu havifanyiki bila mama. Ndipo hasa kwenye mstari wa 16 sema akavunja daraja ya mama yake. Lakini si kuvunja daraja tu, akaondoa umalikia. Ile roho ya kumiliki ya mama akaiondoa kwenye maisha yake. Yesu asifiwe. Siku nilipiga hilo daraja kwa mama yangu. Nikaondoa umaliki wake. Nilienda kupima pressure, ilikuwa juu. Lakini baadaye pressure karudi normal tu. Maana Roho Mtakatifu wakati karibu hospitalini akaniambia, "Wewe kumbuki issue ya usiku jana? Ukumbuke kitu ulikuwa unashughulikia jana?" Kumbe nilikuwa nashughulikia daraja la mama bwana. Na kata daraja la mama kwangu, alafu naondoa kiti chake kwangu, nampa mke wangu kiti chake kama mwanamke au kama mke. Unajua kuna viti kaza wa kaza, kuna kiti cha mke, kuna kiti cha mama, alafu kuna kiti cha kwenye huduma. Una viti vitatu, lakini kuna kiti baba, kuna kiti cha anasema mume, baba, alafu utumishi, vitu vitatu. Lakini kama mama ananingangania mpaka kesho, mke wangu inawezekana hajakalia kiti chake, kimekaliwa na mama yangu. Sasa mimi nilipofahamu, nikapindua mama pale, nikaketisha mke wangu pale. Yesu asifiwe. Lakini sikiliza, nikakata pia kwenye huduma ili asipitishe vita kutoka kwake, alafu ikaja kwangu, maana anaweza akasema maneno tu yakanidhuru. Lakini baada ya kukata daraja na kuondoa nafasi yake umalikia, hata aseme, hata afanyeje, yatakutana na damu ya Yesu. Hata nifanya lolote labda nimkosee, lakini na mimi siwezi kumkosea. Yesu asifiwe. Nyakati wa pili 15:16 nasema hata na mamaye, anasema hata na manka mamaye, sema hata na manka. Hasa mfalme akamwondolea daraja yake, sema daraja. Ili huu ndo mlango. Unaishi Dar es Salaam, kama mtoto wa kike, baba yako anapitisha vitu kwa sababu hujajikata. Kuna vitu anapitisha uko kwenye ndoa yako, akisema kitu vinaharibika kwa sababu daraja lake unalo. Amemiliki maisha yako sehemu fulani, ukitaka asiendelee kumiliki. Na hasa ukikuta baba mwenye maibada yake, kuhani fulani, ni kuhani wa kiganga, ni kuhani wa kimila, ni kuhani wa kichawi, akipitisha kitu kinakupata. Akitaka lolote kwako litafanyika. Lakini ukivunja daraja, hata afanye lolote, hapo pameshavunjika daraja hapo. Lakini tumeshazungusha ukuta wa damu ya Yesu hapo, kwamba hamna kitu kitatokea. Hata akirusha mapepo yake hayafanyi chochote. Yesu asifiwe.
Anasema mfalme akamwondolea daraja yake asiwe malikia, sema malikia. Kumbuka malikia ni roho ya utawala. Kwa kuwa amefanya sanamu, huyu mama ndo alikuwa na sanamu yake ya kuchukiza kwa Ashera, sema kwa Ashera. Kwa sehemu kitu kunaitwaga masalele ni Ashera. Anasema kuchukiza kwa Ashera, bali Asa akaikata sanamu yake, akaiponda, akaiteketeza penye kito cha Kidron. Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake Asa alienda hatua, sema alienda hatua kwa hatua. Kwanza aliondoa daraja, sema 1. 2, akaondoa nafasi ya umalikia. 3, alafu 4, akaondoa sanamu yake. 4, akaiponda ponda, akachoma, akapeleka mtoni, akasema kama vile leo hii sanamu inaenda na maji, ndivyo vitu vya mama vimeenda na maji. Hakuna kitu kitatokea tena cha madhara na cha kuniharibu kwenye maisha yangu. Haleluya. Yesu asifiwe. Unakaa ndani lakini mama mko ndo ana control kila kitu. Na saa ingine sasa kama mama mkwe hayupo, kuna ule mtoto wa jina lake yuko pale kama mama mkwe. Si kweli? Anawakilisha hapo. Na ndio maana watoto wengi sana fulani hivi wa kike hawaelewani na mama zao, ni migongano. Si yeye, ni kwamba huko ndani kuna mtu ana control huko ndani. Iko nafsi ya mtu ina control huko ndani yake, mpaka uivunje, mpaka uvue, alafu tengeneze kitu kingine. Yesu asifiwe. Jambo la 3, japo Asa aliondoa daraja la mama, akaondoa umalikia wake, akaponda sanamu yake, lakini kuna madhabahu ya mahali pa juu hakuikumbuka. Nyakati wa pili 15:17. Lakini mahali pa juu hapa kuondolewa, sema hapa kuondolewa katika Israeli. Ila moyo wake Asa ulikuwa mkamilifu siku zake zote. Ni kweli umepambana na mapepo, umepambana na wachawi, lakini kuna madhabahu ya mahali pa juu imemiliki mahali panaitwa moyo wako. Kuna madhabahu ya mahali pa juu imemiliki nafsi yako. Kwa hiyo ya mahali pa juu jaikumbuka. Umepiga za tambarare tu. Kama ni kukatakata na kuchanachana wachawi umefanya kazi. Lakini kama ni kukatakata mapepo na majini umefanya kazi. Lakini kama ni kushughulikia mizimu na nini umefanya kazi. Lakini kuna madhabahu ya mahali pa juu ambayo haujaikumbuka. Na hii ndio inakutesa, na hii ndio inakushughulikia. Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watu wengi sana wanapata mashambulizi kwa sababu kuna vitu vya siri ambavyo vinaendelea. Ngoja tuangalie mfano wa mwisho, tumalizie hapo kwa kusoma tu Nyakati wa kwanza sura ya 4, mfano wa 3. Nyakati wa kwanza sura ya 4 ule mstari wa 9 na wa 10. Hiyo ni mfano wa 3 kwa mtu mmoja anaitwa Yabesi. Wafalme wa Nyakati wa kwanza 4:9-10. Naye Yabesi alikuwa mwenye heshima alikuwa ndugu zake. Na mama yake akamuita jina lake Yabesi. Sema mama yake akamuita Yabesi. Akisema ni kwa sababu nalimzaa kwa huzuni. Wataalamu wanasema ukitaka mtoto una jina zuri asipewe jina na mama yake. Hata kama ni la kubatiza asipewe. Maana mama anaweza akakumbuka Nesi alivyomfanyia vizuri tu akamuita jina la Nesi. Lakini mama anaweza kumta mtoto jina kwa sababu ya mapito na changamoto za ujauzito. Akamuita mtoto kama ule Raheli. Kule kwenye Mwanzo 35:10 anasema huyu ataitwa Benoni. Ili ikumbukiwe mauti yangu, ili ikumbukiwe mateso yangu, ataitwa Benoni. Bahati nzuri alikuwepo baba akasema hapana, ataitwa Benjamin. Baba akafuta hiyo Benoni. Angekubali Benoni angebeba mauti, na angebeba mauti hakuna kitu angegusa kikafanikiwa. Kwa hiyo anashauri mama asitoe jina la mtoto, atoe baba. Sema atoe baba. Sema tena atoe baba. Inashauriwa kwa sababu kikimpendeza kitu mama anaweza sema basi ataitwa Maele. Amependezwa anasema ataitwa Maele. Ataitwa.
Kwa hiyo anaweza akasema kitu kilichompendeza, alienda mahali fulani, rafiki yake fulani amempendeza sana, mtoto anaitwa kwa jina la rafiki yake. Hapana, mtoto aitwa jina na baba yake. Na ndio maana wakati Yohana alizaliwa, japo baba alikuwa bubu, walimsubiri mpaka akaleta jina la mtoto. Na siku mtoto sasa wanashindana pala, aitwa nani, baba kinywa kikafungua sema huyu anaitwa Yohana. Jina lake Yohana kwa sababu limebeba kusudi. Yohana imebeba kusudi. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwamba mama alimuita mtoto Yabesi. Hiyo Yabesi anasema ni kwa sababu ujauzito wangu umekuwa wa matatizo sana. Sasa naita Yabesi ili kila nikimita Yabesi nakumbuka matatizo yangu. Sasa sio jina tu, likaja likawa matatizo kweli kwa Yabesi. Ni kweli ana heshima, ni kweli yamkini ameokoka, amesoma, lakini kuna vitu haviendi kwa sababu kuna mapito ya mama ndani yake. Yako mapito. Yesu asifiwe. Mstari wa 10 tumalizie hapa. Anasema katika ule mstari wa 10, ndipo Yabesi akagundua sasa na huyo Yabesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli, anasema, na kunizidishia onzi yangu, mkono wangu ungekuwa pamoja nami, nao ungenilinda na uovu, ili usio kwa huzuni yangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Huyo Yabesi ikabidi aombe mambo matano. Anasema haya yote ni kwa sababu ya changamoto ya jina la mama. Sio mimi Yabesi, ni jina la mama ndio limebeba matatizo. Nikianzisha mradi unakufa, nikienda shuleni na feli, nikifanya hivi haviendi. Shida jina la mama Yabesi. Yesu asifiwe. Naomba tusimame.